Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, jukwaa zuri na muhimu ambalo linakupa nafasi ya kufahamu masuala mbalimbali ya uchumi, lakini pia biashara na vitu kama hivyo, vile vile masuala ya teknolojia, biashara na mengineyo. Karibu sana, mimi ni John Lawrence Lupokela. Sasa kwa mujibu wa takwimu za mitandao ya kijamii, social media, lakini hapa nitajumuisha pia takwimu ambazo zimetolewa na TCRA, lakini vile vile takwimu ambazo zimewahi kutolewa na data report ya mwaka 2025 2026 kuhusiana na masuala ya watumiaji wa mitandao ya kijamii. Sawa bwana, Global Digital Insights wanatuambia kwamba watumiaji wa mitandao ya kijamii wameongezeka maradufu, ambako takwimu nasema idadi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii imeongezeka kwa zaidi ya 20% kulinganishwa na takwimu za mwisho ambazo ziliweza kutolewa, yani mwaka 2025 kwenda 26, tofauti na vile ilivyokuwa mwaka 23 24. Hii ni kwa mujibu wa takwimu hizo ambazo nimekupatia kutoka vyanzo hivyo viwili. Lakini pia ukipitia ripoti ya TCRA kuhusiana na mwenendo ule wa watumiaji wa mitandao kwa mwaka 2025 ambayo ilitolewa mwaka jana, ilionyesha namna ambavyo mitandao ya jamii imezidi kuenea nchini kwetu Tanzania, huko watumiaji wengi zaidi wakijiwekeza upande huo. Vile vile ile 5G ikionekana kusambaa vizuri, lakini vile vile 4G, 3G na 2G ikitajwa kuenea kwa kiwango kikubwa nchini kwetu Tanzania. Na kama hiyo haitoshi, tunaelezwa kwamba idadi ya watumiaji wa internet kwa Tanzania wanaotumia mtandao ilifika mpaka takriban milioni 20.6 kufikia mwaka 2025. Watumiaji wako huko mtandao. Lakini ukiacha hapa Tanzania, ukienda duniani huko, takwimu zinatuambia kwamba utumiaji wa mtandao wa mitandao ya kijamii ulimwenguni umekuwa zaidi, na kufikia mwaka 2025 watumiaji wa mitandao ya kijamii walifikia takriban bilioni 5.24. Hii ni sawa na 64.7% ya watu duniani wakijiwekeza kwenye masuala ya kimtandao. Kwa nini nimekupa takwimu hizi? Karibu sana, hii ni Kibiashara Zaidi. Sasa leo tunakwenda kuzungumza na mtaalamu. Tunafahamu biashara nyingi sasa hivi zinajiwekeza upande huo wa mtandaoni. Utasikia duka basi linajiwekeza mtandaoni, taasisi inatoa huduma za kibiashara tajiwekeza huko, masuala uwekezaji na vitu vingi sana, mambo mengi yanafanyika mtandaoni. Hivyo tumemwalika mtaalamu, tunataka tuzungumze naye kuhusiana na namna ya ufanyaji biashara mtandaoni, namna sahihi ya ufanyaji biashara mtandaoni, ili tuweze kufahamu ni njia gani za kuuza bidhaa mtandaoni, namna gani kutumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya kuuza na kufanya biashara. Tumeona taasisi pia mbalimbali ambazo zinatoa elimu kuhusiana na biashara, zinajiwekeza huko, wafanya biashara na vitu kama hivyo. Inawezekana huko na taasisi yako unashangaa, unajitahidi kufanya biashara mtandaoni lakini haikupi mrejesho mzuri. Kibiashara Zaidi. Tunashukuru sana kuungana nasi Mr. Daniel. Asante sana. Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi. Nashukuru sana. Sisi tunayo furaha kuwa nawe leo, na bila shaka kuna mambo mengi tunapata kutoka kwako. Kabisa. Hii inaitwa digital marketing. Yeah. Hivi inajumuisha tu issue za posti tu au masuala content umo au inakuaje hii? Karibu sana. Okay. Ili swala kukuchokoza tu lakini. Okay, ukisema digital marketing, nini hasa? Kutangaza kama una bidhaa ukitaka kuitangaza na kuiuza kupitia mitandao ama kupitia internet, hiyo sasa ndo tunaita digital marketing. Kwa hiyo haijalishi njia ambayo unatumia au? Yes, zipo njia nyingi kwenye internet unaweza kutumia kuuza bidhaa, ikiwemo mitandao ya kijamii ambayo kwetu Tanzania ndo wengi
tumebase huko. Nini hasa biashara mtandaoni na jinsi ambavyo inavyotofautiana na biashara hizi za kawaida offline? Tupe hizi nondo kwanza. Okay, kama nilivyosema mwanzoni kwamba biashara mtandaoni au digital marketing ni kuuza na kutangaza na kuuza bidhaa kupitia internet. Sasa zipo njia nyingi sana unazoweza kuzifanya kupitia internet kuweza kuuza. Na utofauti wake na tunasema of internet ni kwamba kupitia mitandao ya kijamii kama ulivyosoma takwimu pale, unaona unakuwa na uwezo wa kuwafikia namba kubwa ya watu kwa uharaka, lakini pia kwa gharama nafuu ukilinganisha hizi njia nyingine. Kwa mfano nikitumia njia ya kwenda kwenye traditional medias, nitatumia gharama kubwa kuwafikia wale watu ninao target nikilinganisha na kwenye mtandao. Kwa hiyo kwa kifupi digital marketing faida yake kubwa ni kwamba unakuwa na uwezo wa kuwafikia watu wengi kwa bei ndogo ama kwa gharama nafuu, lakini ukapata yale matokeo the same na yule mtu ambaye ametumia traditional ways au kamzidi kabisa. Okay, mimi nilikuwa nasema kila mtu ana njia yake. Unapaswa kutumia njia gani? Kwa sababu kuna mwingine ana biashara yake, ana taasisi yake, anafanya hivyo unavyosema wewe kutumia internet, lakini bado hakuna chochote ambacho unakiona. Kwamba kabla ya kuanza kufikiria kwamba kusema mimi biashara yangu naipeleka mtandaoni au nianze kutangaza kupitia mtandao, unapaswa kwanza uwafahamu wewe unawahudumia watu gani. Ukishaifahamu hilo, itakupa picha kwamba okay, nikienda mtandaoni naenda kufanya nini ili niweze kuwafikia wale wateja nao wahitaji. Umeona? Kwa hiyo ukishagundua kwamba mimi na wahitaji wateja wa aina fulani, hiyo itakusaidia sana hata kugundua mtandao ambao unapaswa kuutumia ili kuweza kufanya hiyo biashara. Kwa sababu mitandao inatofautiana kwenye matumizi, kwenye income capacity na vitu kama hivi hapa. Kwa hiyo itakupa picha kwamba wewe utumie mtandao upi ili uweze kupata yale matokeo unayoyahitaji. Baada ya hapo sasa ndipo unaanza kutengeneza uwepo wako kwenye mitandao. Kwa mfano, utakuwa na username kwenye huo mtandao inayoendana sana na biashara yako. Umeona? Lakini pia kuna ile biography. Inabidi ielezee wewe unahudumia kitu gani. Lakini utaweka vitu kama namba ya simu, wanasemaga call to action. Kwa hiyo ukishakuwa umetengeneza uwepo wako pale mtandaoni na umeshahakikisha kwamba okay, jina langu linaendana na biashara yangu na nimeshawaambia watu nahudumia kitu fulani, hapo sasa ndo nakuja kwenye swala la kuanza kutengeneza maudhui kwa ajili ya hiyo biashara. Na unapotengeneza yale maudhui yanakuwa yanalenga lile kundi ambalo wewe ulikuwa umelitarget kulipata. Hapo lazima utaona matokeo. Kibiashara zaidi. Pengine kwa msisitizo na mkazo mzuri zaidi, baada ya kutengeneza hiyo bio vizuri na nini kwenye maudhui inakuaje hasa ili umpate yule ambaye unamtaka? Okay. Kwa kuwa umeshamtambua mtu unayemtaka kumpata, kitu cha kwanza maudhui yako kama ni video yanapashwa yawe na vitu vitatu kama nilivyosema kipindi kile, yawe na hook. Hook ni zile dakika sekunde 2 za mwanzo za content yako ziwe na uwezo wa kumkamata mtu aisikilize content nzima. Utaanza kwa kuuliza maswali, utaongelea matatizo unayokutana nayo au bidhaa yako inayotatua ama huduma ile, and then katikati pale utaelezea kile unachokifanya wewe, na mwishoni utatoa direction, unawaambia watu wakufuate wapi ili waweze kufanya manunuzi hapo. Lakini uishii hapo tu. Kitu kingine ninachoweza kusema, watu wengi unaona hata na wafanyabiashara wengi wanapoingia kwenye mitandao kazi yao kubwa yani wana focus kwenye kuuza. Lakini njia rahisi ya kuweza kuuza na kupata matokeo inabidi utengeneze. Sasa ni somo kubwa, ila nitasema kwa ufupi. Wewe tupe hilo somo. Karibu wewe toa tunaona. Inabidi utengeneze vitu kama vya kuwashawishi watu waweze kufanya manunuzi, wawe drive kufanya manunuzi. Labda utatengeneza vitu kama offer ambazo zina deadline, kwa mtu anaona
hii offer inapaswa nisiikose. Kutokana na hii content goya nibonyeze link ni mcheki ujamani niweze kununua. Vitu kama discount au utakuwa na kitu cha ziada yani. Unauza bidhaa lakini una kitu cha ziada. Ama unaweza ukajispecify, unajua unaweza kutengeneza vitu vingi sana kupitia content yako ambavyo vikakushawishi wewe mwenyewe, vikamshawishi mteja wako akaweza kununua. Umeona? Okay. Sasa ukishakuwa umeitengeneza content ile, kuna kitu kingine cha msingi sana ni ile caption unayoandika kwenye ile content. Caption kwenye masuala ya digital kuna kitu kinaitwa search engine optimization. Yani kuna maneno ambayo watu wengi wanatafuta. Kwa mfano kama mtu anataka viatu, ata search viatu. Labda wengine vijana wanasema pamba, nataka pamba yani nikitoka mzee nipendeze. Yes. Sasa kina mimi nataka suti. Kama nilivyochukua kwa suti rafiki yangu. Yes. Sasa caption yako inapaswa iwe na vitu kama hivi, na maneno yale ambayo unahisi haya maneno huwa yanatafutwa mara kwa mara. Ukiandika kwenye caption yale yanakusaidia, kwa sababu vitu kama kwa mfano kama Instagram ina uwezo huo wa kudetect yale maneno yanayotafutwa sana. Hasa mtu anapotafuta wewe unaapia ukiwa wa kwanza. Kwa hiyo caption ile ni muhimu sana, ikawa ina keywords ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuonekana pindi mtu anapokuwa anatafuta huduma ile unayoifanya. Kibiashara zaidi. Mimi na kampuni nafanya biashara. Mimi sijui ni mfanya biashara wa kitu fulani, lazima niwe na content mtandaoni ndio niuze. Sijui tuseme ni kiungo, kiini cha digital ni content. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi siwezi kujua wewe unauza kitu gani bila kuona kama unakiongelea hicho kitu, kama unapost hicho kitu. Yaani mimi siwezi kwamba bwana kuonyesha tu watu na ofisi nzuri kali kama hivi labda asuti, au na ofisi nzuri ya kushauri watu masuala ya biashara, alafu nimekaa zangu pale basi. Yaani siwezi kuposti hivi alafu bado ikawa sehemu ya biashara. Okay, unaweza ukafanya hivi. Lakini lengo kubwa sisi ni kumshawishi yule mtu anayenunua. Mtu hawezi kushawishika kwa kuona ofisi kubwa kama hii. Okay, ataona ni ofisi. Kuna tafsiri nyingi zitatokea hapo. Anasema ofisi, labda yule jamaa kakaa pale kwenye ofisi tu ameona ni apige picha. Umeona? Na ndio maana itakutofautisha. Kwa mfano utaona kama ukiingia mtandaoni unaona kuna watu wengi wana followers wengi wanapiga picha kila mahali. Lakini yule anakuwa hawezi kuuza kwa sababu ni watu kweli wamemfollow, na watu wengi anapata engagement, lakini hawajui. Kwa hiyo content inakusaidia kuweza kumuelewesha yule mtu anayetaka kununua kwamba okay, mimi nafanya kitu hiki, labda muda huu nina discount, kipindi hiki nataka nifanye kitu hiki, kipindi hiki tuna kampeni fulani. Vitu kama hivyo vinamsaidia mteja kuweza kukufahamu. Ndio maana tunasema content ni muhimu sana, ni moyo wa digital marketing. Hapo bwana wafanya biashara hapo wako wengine wanachemsha sehemu hiyo. Unakuta bwana page pale Instagram au Facebook kule haiendi. Unakuta watu wanamshawishi kuingia huko, lakini kadiri ambavyo wanafanya biashara mtandaoni anaona mambo hayako vizuri. Hivi ni jukwaa gani nzuri zaidi kwa ajili ya kufanya digital marketing katika haya majukwaa ya mitandao ya kijamii? Kama nilivyosema mwanzoni, inategemea wewe unafanya biashara aina gani. Sawa, kwa mfano Dani, haya mimi nafanya biashara, labda mimi ni mfanya biashara mkubwa. Sawa bwana, biashara yangu real estate. Au ya pili mimi ni nauza suti. Au ya tatu bwana mimi biashara yangu na duka kubwa kabisa ambalo bwana nataka pale mawaziri wa bunge nani wapite hapo. Sasa mimi nitajuaje sasa kama bwana kumbe hii biashara yangu niipeleke Insta au jukwaa gani linauza zaidi? Kwa pengine okay. Kwa mfano tumeongelea real estate. Ni kitu kinahitaji vision, mtu aone labda hii apartment na sijui na kitu hiki na kitu hiki na kitu hiki. Kama ninafanya biashara hiyo nitaangalia okay, kwa kuwa mimi nataka kuonekana, mitandao ipi inaniruhusu mimi niweze kuonekana kiurahisi. Obviously ni mitandao ile inayoruhusu matumizi ya picha sana na video. Na hivyo nitakimbilia Instagram, nitaenda TikTok kwa mfano, hata Facebook lakini kwa kutengeneza reels zile. Umeona? Kingine nitaangalia okay,
Audience inayohitaji mimi ni ile yenye income capacity na uwezo wa kufanyaje. Watu ambao wana kipato fulani. Yes, wana kipato ambacho kinaweza kumudu, kwa mfano kununua hizo apartment na kadhalika. Katika hii mitandao yote ni kundi lipi lina uwezo wa kufanya kitu kama hicho? Je, ni kundi gani sasa katika majukwaa haya na linapatikana wapi? Tuambie. Kwa mfano ukiangalia mtandao kama Facebook ni mtandao mama na ni mtandao ni rahisi kutumika kwa watu wengi sana. Watu wazima wengi utawakuta hapo Facebook kule, ama utawakuta LinkedIn ambao ni mtandao ambao wasomi wengi wapo kule. Hata Twitter ndo X siku hizi. Kwa hiyo ni kule. Kwa hiyo kama mimi nikitaka kufanya biashara real estate, chaguo langu la kwanza litakuwa Facebook. Nitasema nitaenda na LinkedIn. La tatu nitaweka Instagram. Lakini nikiwekeza nguvu sana kwenye Facebook kwa sababu na uhakika kabisa audience inayopatikana kule. Na ni vizuri kuwa unasoma data mbalimbali za Meta anazotoa wenyewe na mitandao mingine za utumiaji. Lakini pia kuangalia trends itakusaidia sana kujua okay, nikipeleka Facebook biashara ina hii itaenda. Ni tofauti na mtu anayeuza suti pia na yeye anataka kuonekana vision na nini, lakini utaangalia audience kubwa anayohitaji yeye ni ya vijana, ndio wavaji sana. Kibiashara zaidi. Kwa wafanyabiashara wa biashara za juu wanapaswa kutumia majukwaa gani? Wafanyabiashara wa biashara za kati majukwaa gani? Na wale wa chini wale wanatakiwa uwe na biashara kubwa, uwe na biashara ndogo, uwe na biashara ya kati, kote huko unaweza ukafiti. Unachotakiwa kufanya ni kujitwist kuendana na ile audience ambao unaitafuta. Umeona? Uwe ni mkubwa, uwe ni mdogo, uwe ni wa kati. Ukishajiweka, na ndo maana utaona siku hizi hasa hao wenye biashara kubwa wanatumia watu kama influencers. Lengo la kuwatumia influencers ni nini? Ni ili aweze kupata ile attention ya wale watu ambao wanaendana na lile kundi. Kwa hiyo kila biashara ina uwezo wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii hiyo na ikapata kile anachokihitaji. Mtu anatakiwa kutumia mbinu zipi? Mbinu ni zile kwenye majukwaa yote ili kufanya digital marketing, au kuna kuwa na mbinu tofauti kwamba bwana wewe kwa mtandao huu marketing yake inabidi uende hivi, huku inabidi uende hivi? Ninyi wenzetu mmekuwa kwenye upande huo, mtusaidie wafanya biashara. Kuna kitu kinaweza kuwa kinafanya vizuri kwenye mtandao huu, ila ukikipeleka kwenye mtandao huu akifanye kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaanza, na mimi namshauri mtu anayeamua kutumia mitandao ya kijamii kuwa anapitia watu mbalimbali wanaofanya kitu kama anachokifanya yeye, kuangalia kwenye mtandao huu wanakifanya hivi, huku wanakifanyaje, huku wanakifanyaje. Kwa mfano, kuna mitandao ukiandika sana, yani ukawa na mada unaziandika sana, inafanya vizuri. Kuna mitandao ukipeleka reels sana inafanya vizuri. Kuna mitandao ukiweka picha zinafanya vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua wewe na kuangalia wenzao wanaofanya kitu kama kile. Sio vibaya kuangalia competitors wanafanya nini. Itakupa picha. Sawa. Sasa kwa mfanyabiashara anajipimaje kwamba yeye anafanya digital hiyo marketing vizuri? KPI yake angalie nini? Yani ili afahamu kwamba sasa hapa anafanya vizuri. Je, angalie namba? Nini zi mnasema yenyewe insights jiangalie. Yani mfanyabiashara hatakiwa angalie nini? Ukifanya nani, ukishaliweka tangazo lako ama content yako mtandaoni, angalie mapokeo inayokupa. Angalia data. Kwa mfano, nitasemea hii kwa mfano kwa wale watu nimekimbia sana, watu wale wanaolipia matangazo ya mitandaoni. Wewe twende tu. Umeona? Nitaanza kuangalia nimelipia tangazo hili. Nimepata message ngapi kutoka kwenye tangazo hili hapa? Wangapi wamenunua, wangapi hawajanunua? Zile data zinakupa picha kujua kwamba hapa mimi nafanya vizuri, hapa nimekosea. Unajua nimekuuliza hili Mr. Dan kwa sababu kuna mwingine anapata stress kwamba mfano labda naweka status, wanaangalia watu wa 800 lakini ununuaji ni 2. Nimeweka status nguo au mfanya biashara mimi sawa mkubwa na nini sijui hiyo biashara fulani ya uwekezaji, viewers hao huko, lakini
impact sifuri. Sasa impact gani mtu tuangalie? So yani hapo unakuta sawa content, kwa mfano hivyo tunashauriwa kwamba tuwe na content. Nimeweka content kali, watazamaji 50,000, alokuja kuna nini biashara yangu watu 10. Sasa wakati mwingine naua moyo. Unatushauri nini? Mimi namshauri ile content unaoitengeneza, yani wewe kabla hata ya kuanza kuilipia sijui tangazo sijui ya kufanya nini, kaa chini kwanza, assume wewe ungelikuwa mteja. Nikiangalia hii content ina uwezo wa kunishawishi nikanunua. Wewe mwenyewe kabla hata hujawapostia watu kwenda maeneo mengine huko, ile itakupa picha kwamba okay, yani bila kujidanganya na kujisema, maana unaweza kuwa unasema wewe ni content kali kwako, lakini hiyo content kwa mteja anaona sio kali, ni kwa sababu haimshawishi afanye kitu. Sisi tunachokihitaji kwenye content ni wewe, ile content imshawishi mtu aweze kufanya reaction ya kununua kitu kutoka kwako, na pale ukishazingatia hilo, lazima matokeo utayaona tu. Lakini unaweza kufanya content ambayo ni kwa ajili ya trend tu, na hii wafanyabiashara wengi ndio wanachokifanya hiki. Anatengeneza content kulingana na trend za mjini zilivyo, labda kuna kitu fulani kina trend muda huo anafanya. Ni kweli utatrend, lakini haitakuletea yale matokeo unayoyahitaji. Kibiashara zaidi. Pengine tupe siri 5. Sawa bwana, inawezekana ikawa ni hatua muhimu zaidi. Kama ni 5 au 4, 3 tuambie. Ungemshauri mfanyabiashara anayotutazama sasa hivi, wafanyabiashara wanapaswa kuchukua ili kufanya vizuri kwenye digital marketing. Kwa biashara ndogo, kwa mtu ambaye anakuwa anahitaji kukua zaidi, kitu cha kwanza anapaswa unaniwekeze sana ni kama tulivyosema kwenye content zako. Tumia content zile, hakikisha zina ushawishi sana wa kuweza kununua. Lakini cha pili, usiache content ukaiposti tu iko vile vile. Tenga kabajeti kidogo kwa ajili ya kulipia matangazo ili uweze kuonekana kwenye audience kubwa zaidi. Hiyo itakusaidia sana wewe kuweza kufikia yale malengo at least kwa uharaka sana. Ukilinganisha, unajua kuna kitu kinakatisha tamaa, unakuta mtu kweli katengeneza content nzuri na kila kitu, lakini anajiona anafanya yeye, aonekani au ni viewers yafanye nini, inakatisha tamaa. Lakini na Meta au mitandao hiyo waligundua kitu hicho, ndio maana wakaweka ile Meta ads ama ile paid ads ili kusaidia wewe. Sawa, umeshatengeneza content nzuri ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo jambo la pili, wafanye hivyo. Lakini cha tatu, kama mna biashara zinazofanana na wewe na marafiki zako, kuna features kama collaboration zile ni kwenye mtandao, ukiwa na posti nani yako, ni features nzuri sana. Kwa mfano, mimi naweza kuwa na biashara ya suti, mwenzangu ana biashara ya viatu, mwingine ana biashara ya saa. Sisi sote tukitengeneza content moja inayohusisha vitu hivyo vyote, alafu tukacollaborate, tutajikuta tumeshare wale followers wa kwetu wote. Hiyo itatusaidia sisi sana kuweza kupata matokeo makubwa. Labda cha kuongeza niongelee kwa hao wafanyabiashara wakubwa. Unakuta na biashara imeshakaa muda mrefu sana. Anachoweza kufanya, unajua wafanyabiashara wengi wakubwa huwa wana zile njia za corporate zile, wameshazoea ile corporate world. Social media inapenda sana personal branding kuliko ile corporate. Ndio maana unaweza kukuta umetengeneza tangazo la corporate limechukua hela nyingi sana, likafanya vibaya, lakini mtu akatumia ile, akapiga story, akafanya nini, ikafanya vizuri. Kwa hiyo zile biashara kubwa zijitahidi kujitwist, kuwatumia angalau at least influencers ili waweze kuwasaidia kujenga zile personal brand kwenye biashara yao, ili wasaidie kuwa boost wafanye vizuri. Kibiashara zaidi. Bana, umesikia nondo kutoka kwa Mr. Daniel, na bila shaka wewe mfanya biashara mwenzangu, kuna kitu umechukua hapa, na kubwa zaidi mitandao ya kijamii hii sio tu fursa peke yake, lakini